Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunachotazama ni je, Marekani itaweza kuizuia Israel isianzishe mashambulizi kwa mara nyingine tena katika eneo la ukanda wa Gaza, hasa kuwatafuta wapiganaji wa Hamas. Katika kipindi hiki Marekani imeishawishi Israel kuacha kupambana katika eneo la ukanda wa Gaza na kuacha vita na kuacha kuwaua raia wasiokuwa na hatia katika eneo hilo. Jeshi la Israel limekubali kusimamisha vita kutokana na hoja 20 za rais wa Marekani Donald Trump. Jeshi hilo la IDF limesema kundi la Hamas limewachilia mateka wote walioko Gaza baada ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa pamoja na mateka. Hata hivyo, Wapalestina wanaoshikiliwa pamoja na wafungwa, ikiwa ni sehemu ya awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Donald Trump, imefanikiwa. Makubaliano hayo yamepelekea usitishwaji wa mapigano kuanza kutekelezwa siku ya Ijumaa na kuongezeka kwa kiasi cha misaada kuingia katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini moja kati ya kauli ambazo zimetolewa na viongozi wa Israel, ikiwa Hamas hawatafuata mpango wa rais wa Marekani Donald Trump juu ya utekelezaji wa usimamishaji wa vita, mara moja tu wataingia tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Makubaliano ya kusitisha mapigano yameifanya Hamas iwachilie mateka wote wa Israel na raia wa kigeni waliokuwa wanashikiliwa kwa miaka miwili. Mateka wote isipokuwa mmoja walikuwa miongoni mwa watu 251 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la kundi la Wapalestina kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo takribani watu wengine 1200 waliuawa. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi huko Gaza, ambapo zaidi ya watu 67,000 wameuawa kulingana na Wizara ya Afya katika eneo hilo. Hata hivyo, kulingana na taarifa iliyotolewa na Israel, imesema kwamba tunaitaka Hamas kutekeleza makubaliano. Msemaji wa serikali ya Israel alisema, akiongeza kwamba jeshi la Israel halitapunzika hadi wote warudi kwa familia zao na kuzikwa nchini Israel. Hoja sasa ni nini kitatokea baadaye? Kabla ya kuachiliwa kwa mateka hao, wanajeshi wa Israel walijiondoa Gaza na kukaa katika eneo linalowapa udhibiti wa 53% ya ukanda huo, ikiwa ni hatua ya kwanza kati ya 3 za Israel kujiondoa kulingana na mpango wa Trump. Kikosi cha kimataifa cha takribani wanajeshi 200 wanaosimamiwa na Marekani watafuatilia usitishaji huo wa mapigano kulingana na afisa mkuu wa Marekani, na inaaminika kuwa kikosi hicho kinajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Qatar, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu. Mpango wa Trump unasema Gaza itaongozwa kijeshi na miundombinu yote ya kijeshi, ugaidi na mashambulizi vitaharibiwa. Pia Gaza itasimamiwa na kamati ya muda ya mpito ambayo itasimamiwa na bodi ya amani inayoongozwa na Rais Donald Trump na kumshirikisha waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Utawala wa ukanda huo hatimaye utakabidhiwa kwa mamlaka ya Palestina ambayo inasimamia ukingo wa Magharibi mara tu itakapofanyika mageuzi. Hamas ambayo imetawala eneo hilo tangu mwaka 2007 haitakuwa na jukumu lolote la moja kwa moja au lisilo la moja kwa moja katika kuitawala Gaza kulingana na mpango huo. Wapiganaji wa Hamas watapewa msamaha ikiwa watakubali kuishi pamoja kwa amani au wataruhusiwa kwenda nchi nyingine, na hakuna Mpalestina ambaye atalazimishwa kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, na wale wanaotaka kuondoka watakuwa huru kurudi tena. Mpango wa maendeleo ya kuijenga Gaza utaundwa na jopo la wataalamu, lakini kumekuwa na maswali yasiyokuwa na majawabu ambayo ndio wachambuzi wa mambo wameona kwamba kuna uwezekano Israel ikarudi tena kutokana na baadhi ya mambo katika hoja 20 za rais wa Marekani Donald Trump alizozitoa. Kuna uwezekano mambo yataleta mvutano wakati wa mazungumzo juu ya awamu inayofuata ya mpango huo. Hamas hadi wakati huu imesema imekataa kuweka silaha zake chini, lakini pia ikisema itafanya hivyo mara tu taifa la Palestina litakapoanzishwa, jambo ambalo ni mstari mwekundu kwa Marekani yenyewe, lakini pia hata kwa Israel. Kundi hilo pia halikutaja mpango wa kuweka silaha chini katika majibu yake ya awali kwa mpango huo wikendi iliyopita, na hivyo kuchochea uvumi kwamba msimamo wake haujabadilika. Hii pia ni sababu mojawapo ya kuwafanya Israel waamue kuingia tena katika ukanda wa Gaza, na hivyo Marekani itakuwa na kazi nyingine ya kuweza kuwashawishi Wayahudi kuacha mashambulizi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Ingawa Israel imekubali mpango wa Trump kwa awamu ya kwanza, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaonekana kukataa mamlaka ya Palestina kuhusika katika Gaza baada ya vita.
Hamas pia imesema inatarajia kuhusika katika siku zijazo huko Gaza kama sehemu ya vuguvugu la umoja wa Palestina. Jambo lingine linaloweza kuleta mvutano ni uondoaji wa wanajeshi wa Israel. Israel imesema itajiondoa katika awamu ya kwanza na kupelekea kubaki na udhibiti wa 53% ya ukanda wa Gaza, jambo ambalo bado litasababisha mvutano kati yake na kundi la wapiganaji la Hamas. Lakini mpango wa White House unaonyesha uondoaji wa jeshi utafanya kuidhibiti Gaza kwa 40% na kisha 15%, jambo ambalo pia Hamas hawataki kukubaliana nalo. Lakini ni uwepo wa uongozi wa Tony Blair. Hamas wameweka wazi kusema kwamba hawakubali kuongozwa na Tony Blair, miongoni mwa viongozi ambao walisababisha mauaji katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini pia wamesema kwamba Wapalestina watajiongoza wenyewe, jambo ambalo Israel pia haikubaliani nalo, na hii inatajwa kwamba ni sababu ambayo itapelekea Israel kuanzisha mashambulizi kwa mara nyingine tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Ikumbukwe Israel kuna nyakati inafanya mawasiliano na Marekani katika baadhi ya mashambulizi inayoyafanya. Mfano ni shambulizi la Doha, Qatar. Marekani ilitoa taarifa kwamba haikuwa na taarifa yoyote kwamba Israel itafanya mashambulizi kuwalenga wapiganaji wa Hamas katika mkutano ambao ulikuwa katika mpango wa kusimamisha vita huko katika ukanda wa Gaza, na haya pia yanaweza yakatokea kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo. Mtazamaji wa The World News, tukae kwa kusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea baada ya kusimamishwa kwa vita katika eneo la ukanda wa Gaza. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mambo mengi kupitia The World News.